Jifunze kutokana na hii hadithi. Wakati mmoja kuna kijana mmoja ambaye alijiunga na shule fulani. Kujiunga na hii shule, kwa kila mtihani wanafunzi wenzake walikuwa wakimchekelea. Kila wakati akifanya mtihani na maana anaanguka, wote wanamchekelea. Siku moja akaamua kujiweka huru kwenda kuambia babake. Wakati aliambia babake kwamba kuna watu shuleni ambao wanamchekelea, babake pia akaanza kucheka. Yule kijana akashangaa, kwani ni nini ambacho kinaendelea? Nimekuja kumwambia matatizo ambayo nayapitia babangu, yeye pia ameanza kunichekelea. Yule kijana akachanganyikiwa. Ndipo baba yake akaamua kumwonyesha jambo moja. Akampatia jembe na babake akachukua jembe. Babake akampatia mti ambao ulikuwa rika moja na ambao alichukua waende kuipanda. Kisha wakati walielekea kupanda, babake akamwambia kwamba nataka wewe ukachukue maji machafu. Yule kijana kwa kumheshimu babake akachota maji mengi kutoka kwa mtaro. Kisha babake akachukua maji masafi ili kwenda kuimwagilia ile mti yake. Wakafika kwa shamba, baba akachimba shimo kubwa, mtoto akachimba shimo kubwa pia kama ya babake. Wakati ambapo wameshachimba shimo, baba akamwambia apande ile mti, akapanda. Babake naye akapanda ile mti. Kisha babake akayatilia maji masafi kwa ule mti ambao aliupanda, na akamwambia kijana, mti wako umwagilie na huo maji machafu. Yule kijana akashanga, kwa nini babake anataka kumaanisha? Wakati ambapo alifanya hivyo, baada ya muda kadha wakakuja kuiona ile mti. Wakapata mti wa kijana umekuwa mkubwa kuliko mti wa babake. Babake akaanza kucheka. Tena yule kijana akashangaa tena, mbona babangu anacheka? Ndipo babake akamwambia, ukiona haya maji ambayo uliyatumia alikuwa machafu, ina maana watu wanayapuuzia. Ila mimi nilitumia maji masafi ambao watu wanajua kwamba haya ni maji mema. Lakini kwa muda umejua kwamba kuna watu ambao watakuwa wanadharauliwa, lakini mwisho wao kuna mazuri. Akamwambia kwamba hakika wewe jinsi ambavyo unadharauliwa, kuna mwisho mwema kwako. Na pia nikwambie ndugu yangu, dada yangu, mama yangu, baba yangu, kwamba kama umepata chance ya kusikiza hayo maneno, jifunze kwamba hata ukidharauliwa, wewe ni mtu muhimu sana.